Karibu kwenye mwendelezo wa taarifa za kimichezo kutokea hapa Segerea. Niko na Williams kwa ajili ya kujadili yale ya kimichezo ambayo yamejili kwa hivi sasa. Williams, uko vizuri? Bwana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeamka na wiki ya mifumuko ya bei, tunaweza tukasema hivyo. Sasa hivi kilo ya maharage 4800, kilo moja ya dhahabu ni milioni 331. Kwa kupanga ni kuchagua, utaamua uende ukalime au ukachimbe dhahabu. Lakini kuipata kilo moja ya dhahabu ni sawa sana kutafuta steki kwenye mwili wa nyoka. Unatafuta steki ya samaki kwenye mwili wa nyoka. Na wawekezaji upande wa kubeti waendelee kuwekeza. Odds nazo zimepanda. Odds zimepanda bei. Turudi kwenye michezo. Simba Sports Club, kuna taarifa nyingi ambazo zinaihusu, lakini kubwa kuliko ni baada ya Jairut kuonyesha project yake ya uwanja na wawekezaji wenzie. Alionekana na akaonyesha picha ya moja kwa moja namna uwanja ambavyo unatakiwa kuwa. Ilikuwa ni habari njema kwa upande wa Msimbazi, lakini Mo Dewji naye anakuja na taarifa hiyo ya uwanja. Tushike lipi, kwa Mo Dewji ama tushike kwa Jairut? Nadhani tuanze kushika kwa yule mtu wa kwanza aliyeanza, kwa sababu siku zote wanasema lile jibu la kwanza ndio linakuwa na ukweli zaidi, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo Jairut kwanza katika vile vitu ambavyo aliviahidi vyote nadhani ameshavitimiza. Kitu ambacho kilichobaki tunachomdai ni Iriza, lakini Iriza inakuwa tuliongelei sana kutokana na wachezaji ambaye amewaleta, thamani yao inashabiana na Iriza. Ndio maana unaona watu wengi na mashabiki hatupigi kelele sana kulizungumzia basi la Simba, kwa sababu kwanza mchezaji ambaye amemleta anafanya vizuri na timu kwa ujumla inafanya vizuri. Ndio maana unaona kelele za Iliza zinakuwa zipo. Leo hii ametuletea namna ya uwanja, ni kitu kizuri sana. Lakini boss pia naye akaja, nikaona kuna shida fulani. Tajiri namna ambavyo amekuja, alisema namna ya uwanja ambavyo anataka kuujenga 80% kwa 20%. 80 zitakuwa upande wa nani na 20 kwa nani? Bosi anataka awe na 80%, klabu inatakiwa iwe na 20%. Moja kwa moja unaona kuna ujanja ambavyo ni vitu ambavyo mashabiki wa kina William hivyo tunakuwa tuvipendi. Timu yoyote ambayo ina mfumo wa wanachama tunataka 49% kwa 50. Ndio kidogo inakuwa afadhali. Ikiwa uwanja 80%, Mo Dewji ameujenga Simba 20%, moja kwa moja ni uwanja wake. Mtakuwa wapangaji. Ina maana sisi moja kwa moja tutakuwa wapangaji, lakini tunaelewa umuhimu wa wanachama. Tunataka 49% kwa 51. Kwa kidogo inakuwa ni afadhali, lakini mimi naamini tuondoke na Jairut. Lile kidogo naona limekaa vizuri, na pia kwa sababu kwenye zile ahadi zake aliliweka, nadhani tutaondoka na hilo. Pia uwanja wa Simba Sport Club sio Bunju tena. Hizi sio Bunju. Hizi za ndani sasa hizi. Sio Bunju tena. Uwanja wa Simba Sport Club kuna eneo limeshapatikana liko katikati ya mji. Kwa hiyo ni swala tu la kumalizia kuwalipa watu na kuwaondoa. Uwanja wa Simba Sport Club hamtasafiri, waandishi hamtapata wakati mgumu kwenda kuhost michezo mbali. Ni katikati ya mji, kama unavyokiona kiwanja cha KMC na kiwanja cha Simba Sport Club kitakuwa eneo la mjini, sio Bunju tena. Naam. Hizo ni za ndani ambazo nimewapa baada ya kwenda kwenye ofisi ya Jairut, kaenda kuongea naye kwamba uwanja wa Simba Sport Club utakuwa uko katika eneo la mjini. Lakini kwa taarifa hizi huku unamsikia tajiri mwekezaji Mo Dewji na taarifa kutoka kwa Jairut, haziwezi zikaleta mkanganyiko hasa kwenye mashabiki wa Simba Sports Club na wanachama kiujumla? Bosi wetu sisi tumemzoea. Bosi wetu ni bosi ambaye kama ambavyo wanamsema upande wa pili, ni bosi ambaye anaipenda zaidi Instagram. Umenielewa? Nadhani tulikuwepo hata kwenye taarifa ya mwanzo. Tajiri alikuja kucomment kwenye page ya Simba wakati ule tunaenda kwenye swala la mambo ya kadi za wanachama, nadhani akaja akacomment kuhusiana na mambo ya mabadiliko. Kwa hiyo tajiri wetu tumemzoea kwenye jambo lolote zuri ambalo mtu mwingine anataka kufanya, naye anastuka, kumbe nina ahadi ya uwanja na Simba, na yeye ndo anakuja. Lakini sisi tunaondoka na watu ambao wamelitanguliza ili swala, kama alivyokuwa Jairut. Yeye aliona umuhimu na akaona ndo muda sahihi wa sasa hivi kuambia Simba Sport Club, na sisi watu wengine watakuja kuiga, japokuwa Yanga wao walikuwa kama wameanza hivi kwenye swala zima la uwanja, wakaonesha kwamba kuna vitu vingi ambavyo wanafanya, lakini moja kwa moja Simba Sport Club sisi tunaenda, kwa sababu ile picha ya Jairut inaonesha mchoro na wale ni wakandarasi, na maana uwanja wa Simba Sport Club ninavyokuambia mwezi wa 4 ndio huu uwanja unaenda kuanza. Sio ule uwanja wa hadisi kwamba ndani ya miaka 4, ndani ya siku 100 nitajenga uwanja, lakini ndani ya siku moja hata kufika tunyasi na kupafanya pale pana maandalizi mazuri kwa ajili ya uwanja imeshindikana. Kwa hiyo uwanja wa Simba Sport Club mwezi huu wa 4. Naam. Sawa Williams, tunaona wachezaji kadhaa wa Young Africans wamerejea kikosini baada ya kutoka kwenye majeraha.
Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, tunaelekea kwenye michezo mikubwa, ushindani kwenye ligi ni mkali kweli kweli. Mnaona wanazidi kuimarika Young Africans, kurejea kwa wachezaji wao ambao ni tegemeo zaidi. Kwa upande wenu, nini ambacho mngeweza kusema, ama uoga ule wa kushtuka kwamba wapinzani wamesharejea, waishaungana? Kwanza nimefurahia sana. Unajua tuko kwenye mpira na mpira ni fair play. Mimi sifurahiagi sana kama hata nikimwona mpinzani au mtoto wa jirani, hata mtoto wa adui yangu akiwa anaumwa afu mimi nisherekee. Mimi nafurahi sana kwa sababu wachezaji ni sehemu ya mpira na ni sehemu ya maisha pia. Ipo siku wale wachezaji ambao leo wanaumwa au leo ni wagonjwa, unaweza ukawacheka baadaye wakaja kuwa watumishi wako, kwa sababu huu ni mpira na mpira ni mchezo wa kuzunguka, kesho uko hapa, kesho uko huko. Mimi nimefurahi sana, ligi yetu iendelee kuwa na upinzani. Unajua kwenye haya mashindano haitakiwi ligi iwe dhaifu au hiyo na upinzani dhaifu, kwamba kila mpinzani ambao unaenda kupambana naye ni mpinzani dhaifu sana. Wakati mwingine Yanga wanaweza wakasingizia kwamba kuna mechi nyingi ambazo walikuwa wanahitaji quality ya muwe, kwamba wale wachezaji wenye quality wengi walikuwa wanaumwa. Kwa hiyo mimi natamani kuona Yanga warudi waendelee kuwa imara kusudi ligi hiyo ina ushindani. Ashinde mechi zake, akacheze vizuri, Simba tushinde mechi zetu pia. Tutakuja tupambane sasa mwishoni pale ambako nasema ni mwezi wa 5 ambao itakuwa ni dabi ya hatima, dabi ambayo itaenda kuamua. Japokuwa Simba kwa kukamilisha idadi ya michezo, maana tuna michezo 14 kwa alama zetu pale 31, inahitaji pointi 6 ili kusudi gap libakie kuwa pointi 1, kwa maana kwamba Simba tuwe tuna alama 37. Yanga kwa sababu Yanga wao atuongelee sana kwa sababu kwenye michezo 16 wao washavuna. Yaani kile kitu Yanga wao pointi 38 Yanga wako nazo tayari. Shida ni kwetu Simba, tuna mchezo wa Coast Union ambao inatakiwa tukamate alama 3, tuna dabi ya Mzizima nadhani zidi ya Azam. Tukamate alama 3 ili kusudi gap likawe sasa ile alama 1 ambayo tulikuwa tunaizungumza. Maana tunaweza tukazungumza, unajua maneno na vitendo ni tofauti. Tunaweza tukazungumza kwa maneno lakini vitendo uwanjani vikaenda vikakataa. Tunaweza tuka lose match au tuka draw. Kwa hiyo nadhani ishi kubwa twende tukashinde mechi yetu kuanzia hii mechi ya Coast Union, twende tukashinde pia na mechi ya Azam ili kusudi gap tutengeneze gap liwe zuri. Kwenye mbio za ubingwa hata Azam pia na yeye anafaa kwenda kuchukua ubingwa kwa sababu ukiangalia gepu so alama nyingi sana, na kwa aina ya mpinzani ukiangalia Azam yeye hajafungwa, lakini Azam kilichomfanya mpaka awe kwenye ile nafasi ni kudraw mechi nyingi. Amedraw michezo 7, Yanga akiwa na draw 5, Simba akiwa na draw 4, kwa moja kwa moja 8. Lakini pia Azam leo saa 10 yuko uwanjani zidi ya Singida, anaenda kukamilisha mchezo wake wa 16, yeye amecheza michezo 15. Kwa moja kwa moja katika hizo timu tatu yoyote anafaa kuchukua ubingwa. Kwa hiyo mimi kurudi kwa Yanga na wapa hongera. Nadhani tu nguvu zetu kubwa tuziweke kwa sisi, kwa wachezaji wetu, pia kuwakumbusha kidogo waamuzi namna gani ambavyo wanaenda kufanya, kwa sababu ukiangalia kwenye pointi 12 ambazo Yanga iko nazo pale, amenufaika na waamuzi kwenye mechi 4 ambazo kwenye hizo mechi 4 kama waamuzi wangetenda haki, unaona Yanga angekuwa pengine ile nafasi ya Azam, Simba angekuwa juu, Azam angekuwa nafasi ya pili. Wanasema utamu wa ngoma ni uingie kati mwenyewe ucheze. Young Africans aishaucheza kwa maana amepata michezo mfululizo. Simba Sports Club mnaenda kwenye mchezo mfululizo. Mnaanza kesho na Coastal Union, lakini tarehe 5 pia mtakuwa mna mchezo mwingine zidi Azam Football Club ambayo ni derby. Kwa upande wako Williams, unaongeaje michezo kukaribiana kwa namna hii, na nyie mtalalamika ama nyie kauli yenu ni ipi? Timu yoyote ambayo inalalamika kutokana na ugumu wa ratiba ni timu dhaifu, kwa sababu timu inasajili wachezaji 34. Mimi sidhani katika wachezaji 34 wachezaji wanaotumika wachezaji 11 kuna wachezaji robo 3 wapo kwenye benchi la ufundi, useme kwamba timu inabanwa na ratiba. Wewe kwenye cost yako una wachezaji zaidi ya 34. Ukiwa na first 11 basi una wachezaji wengine ambao wanaweza wakachukua nafasi za wale wachezaji wengine ambao wako ndani ya kiwanja. Mimi sidhani kama kuna mchezaji amesajiliwa aje akae benchi. Kwa hiyo mimi nadhani hatutalalamikia kuhusiana na ratiba, sisi tutaenda tutapambana, tutacheza. Kama ambavyo umeona hizo mechi, pia tarehe 9 tuna mechi nyingine tena tunasafiri. Baada ya mechi ya tarehe 5, tarehe 9 tunasafiri tunaenda kucheza tena Arusha. Kwa hiyo ukiangalia back to back ya mechi, wale wachezaji wengine ambao walikuwa wapati nafasi, kuna wakina Radak Chasambi kwa upande wa Simba Sport Club, wakina Mwangosi, ndio muda sasa wa kuwaonyesha walimu ni namna gani wamesajiliwa kwenye timu ya Simba Sport Club. Kwa hiyo mimi siamini sana swala hili la wachezaji pia kupata majeraha. Wakati mwingine kupata majeraha sana kwa wachezaji ni mbinu za kocha kuwa dhaifu. Wachezaji wanaenda kupambana kupita kiasi, ndio maana inawasababishia wachezaji wawe wana injury. Lakini mpira ni mchezo wa wazi na mpira ni mchezo ambao unaonekana. Mimi kwa upande wa ratiba silalamiki kwa sababu tuna wachezaji wengi. Hata nafasi pia ya Mwangosi inatakiwa aitumie kwa sababu yuko kwenye timu kubwa na yuko kwenye Simba Sport Club, anatakiwa aende akakionyesha kile kiwango chake. Coastal Union siku ya kesho, mchezo huo unauonaje Williams? Mchezo utakuwa ni mgumu sana. Tena pengine utakuwa ni mgumu kwetu kuliko kwa Coast Union. Kwa sababu Coast Union hii ligi sasa hivi inaenda kwenye duru la pili. Japokuwa Coast Union ndio tunaenda kucheza naye mechi ya kwanza. Kwenye duru la pili timu nyingi sana zinajihakikishia kwamba inatakiwa ibaki kwenye top 4. Yaani kila timu inakuwa ina malengo. Kwamba hebu chezeni mnavyocheza msimu huu kisha tushuke daraja.
Kwa hiyo kuna timu zinatoka kwenye ile nafasi ya danger zinasogea juu zaidi, kuna nafasi timu inatakiwa zimalize kwenye top 4 ili kusudi zijihakikishie vizuri. Kwa hiyo ligi inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo Coastal Union mechi itakuwa ni ngumu sana. Pia hata msimu ule uliopita ubingwa wa Simba Sport Club nadhani tulipishana na Yanga tukaenda kucheza finali kama unakumbuka kwenye NBC ambako mchezo wa mwisho uliamua. Sisi aliyetunyima ubingwa ni Coastal Union, sare ya 2-2 pale KMC kama unaikumbuka ile. Ile ndio ilitunyima ubingwa. Kama ile mechi tungeshinda tulikuwa mabingwa. Kwa hiyo tunajua tunaenda kupambana na mpinzani ambaye ni mpinzani mgumu na mpinzani imara, lakini Simba Sport Club tumejipanga kwenye hizi mechi zetu ambazo ziko back to back tukachukue alama 3. Alama 3 za kwanza kwa Coastal Union, alama 3 zingine kwa Azam ambazo ni alama 3 ngumu sana. Tunamjua Ibenge alitufunga mechi ile ya mzunguko wa kwanza ambao pengine sisi tulikuwa tuna wachezaji wadogo na wachezaji wa kawaida. Wachezaji wa dirisha dogo walikuwa hawajaingia. Tunaenda kwa kuheshimu Azam, najua wamegoma kuja Benjamin, wamesema mechi ichezewe Azam. Tunaenda kwa kuheshimu uwezo wa wachezaji wao wakina Faisal Salum, wakina Idinado wanaonekana kuizoea sana Simba Sport Club, lakini sisi tutatumia ugumu ule ule. Tunahakikisha baada ya dakika 90 ambazo zitaenda kuwa pale Chamanzi dakika 90, tunahakikisha kitu pekee ambacho tutabaki nacho ni Azam TV peke yake. Azam FC tutakuwa tumeiangamiza. Tutabaki na Azam TV peke yake. Ila Azam FC tunaenda kwenda kuiangamiza ili kusudi kujihakikishia ushindi. Kwa sababu tukienda tukimfunga Azam tukachukua na point 3 ambazo ziko kwenye Coastal Union, tunaenda pale kubalance alama ya gap kwenye msimamo. Tumalizie na marekebisho ya benchi la ufundi kwa upande wa Young Africans. Wamemuongeza Morin kwenye benchi la ufundi kama kocha namba 2, kocha msaidizi wa Pedro Gonçalves. Kuna kitu ambacho kitaongezeka kwa upande wa Young Africans? Shida ya Yanga sio kocha msaidizi. Pengine wangeenda kufanya kocha mkuu, kwa sababu wewe umeenda kutathmini mwenendo wa ligi na namna gani ambayo ipo kwenye klabu yako, namna klabu inavyoenda kuamini kwa wachezaji. Alafu baada ya unagundua kwamba timu ilikuwa inahitaji kocha msaidizi. Kwa sababu kocha anayepanga mbinu ni kocha mkuu. Kocha msaidizi anakuwa tu kwenda kumsaidia mbinu. Hata pia kila kocha anakuwa na mtu wake msaidizi. Siku zote unapomwajiri kocha mkuu, acha aje na msaidizi wake, kwa sababu mbinu zinaenda kwenda kufanana. Ndio maana unaona kwenye benchi la Simba Sport Club na timu zingine, kocha mkuu anatakiwa aje na kocha wake msaidizi. Of course ngoja tuje tuwaone, tusimalize maneno. Ulimi ni kiungo dhaifu, nisije nikaja nikakataa maneno yangu. Ngoja tuje tuone ile combination ya Morin na Gonçalves, pengine inaweza ikaleta kitu. Lakini mimi naamini kwa upande wa Yanga ni wachezaji tu wamedrop kiwango, kama zilivyokuwa siku mbaya kwenye maisha. Kuna wakati unapanda, kuna wakati unashuka. Siamini kwamba kwa Yanga kuongeza Morin ndio kitu kitaenda kuongeza. Spirit za upambanaji zimepungua kwa baadhi ya wachezaji. Ukimwangalia muda sio yule. Maxim pia Zengeri kidogo amedrop, wakina Dube kutokana na majeraha, pia Pacome Zouzoua majeraha yamekuwa ni mengi. Kwa hiyo hawezi kukupa kile kitu cha muendelezo cha walichokuwa nacho kwenye misimu minne huko. Kwa hiyo waamini tu hili ni anguko, na ukiangalia kwenye dirisha kubwa Yanga wamefeli, na hata kwenye dirisha dogo pia Yanga wamefeli. Isipokuwa anayesajili kwenye haya madirisha yote ni rais wao, hawawezi kwenda kumpiga kwa ukaribu zaidi, kwa sababu ni mtu mkubwa kwenye upande wa klabu. Kwa hiyo wanaamua haya wafe nayo. Shukrani sana William. Asante sana.